ambacho taasisi imekifanya, na kama walivyosema kwamba ni mishahara ya watumishi ni sehemu yao, ni sadaka kubwa. Mimi nimewahi kwenda kwenye kuangalia ile situation, unajiuliza tu kama hivi ungepata mtoto mwenye changamoto hii na hauna uwezo na hospitali haina hizo facility. Kwa sisi tunashukuru sana, amezungumza vizuri mheshimiwa mbunge, tunashukuru sana taasisi kwa namna ambavyo imetugusa. Na mkurugenzi, hili ni jambo ambalo pia kwenye utumishi wa umma watu tunajichanga mwisho wa mwaka, watu wanaenda kwenye kituo cha watoto yatima, peleka kwa wazee, lakini ya kwamba watumishi wanaenda kugusa moja kwa moja mtoto njiti ni kitu ambacho wewe na ofisi yako, sisi kama viongozi wenzako tunakupongeza sana. Tunakuombea wewe na watumishi wako kwa Mungu. Mungu awabariki sana, na kwa kweli hata siku nyingine mkiguswa jambo lingine, sisi tunaomba Njombe iwe mahala pa kuja kufanya. Tunawakaribisha sana. Baada ya kuyasema hayo, naomba sasa nitumie nafasi hii kukaribisha kwa kituo cha umahiri cha matibabu yale moja JKCI wanafanya kwenye ukanda huu wafanyie hapa, ili tuweze kuattract wagonjwa wanaotoka mikoa ya Ruvuma, Iringa, Mbeya, Songwe. Kwa sababu hii mikoa mingine ina facility kama ya kwetu, lakini wagonjwa ni wengi, maana vitanda havitoshi. Sisi tuna facility lakini vitanda vyetu vipo. Kuna vitanda vipati wagonjwa mwaka mzima. Kwa mnawasha taa, mnakuja mnasafisha, mnafunga. Kwa hiyo tuko kwenye mazungumzo na Dr. Kisengi kwa ajili ya JKCI kuja hapa waweze kuona namna ambavyo tutafanya nao kazi kwa karibu, baada ya tukao wanahangaika kwenda Dar es Salaam, baadhi ya huduma zipatikane hapa. Lakini pia tumeongea na nilimwambia Remo tuangalie baadhi ya magonjwa ambayo sio ya kipaumbele. Tuwe na center ambayo kwa Tanzania nzima ukitaka tiba ya magonjwa fulani ambayo pengine ni component tu kwenye afya, unaenda Muhimbili. Pengine tuna center ambayo itakuwa ni kituo cha umahiri katika hayo maeneo, na tumezungumza na wenzetu ambao ni taasisi ya watu ambao wanaishiwa damu. Unaita inferior. Tumewakaribisha wale wagonjwa ambao anapata changamoto ya kuishiwa tu damu, tukasema pengine ile center tuongee na wenzetu wa Wizara ya Afya. Kwa tumeandika pia barua zetu kwenda wizarani kwamba tuone advantage ya sisi kuwa na hospitali, population yetu ni ndogo, wagonjwa ni wachache, lakini facility inaweza accommodate watu wengine international level katika mazingira tofauti. Mkurugenzi mkuu, tunakaribisha Njombe. Sisi watu wanazungumza hapa magonjwa yale ya uchafu sisi huko hayapo. Maana yategemea kulaza watu wa kipindupindu. Ukipata hapa malaria kidogo dawa pia hatuna, kwa sababu hatuna makazi ya mbu hapa. Kwa hiyo ukiugua malaria ametupeke wa Ng'ombe kula huko anapakana na Mbarali. Lakini nachotaka kusema ni kwamba tuna watu wa huduma wazuri sana. Commitment yao ni kubwa sana sana, na niwapongeze sana. Mkurugenzi mkuu wa taasisi yetu ya TAKUKURU, na mimi niongeze sauti yangu kwenye kukaribisha kwenye mkoa wetu. Tunakukaribisha sana, na kama tulivyoanza kuzungumza ofisini, sisi kama viongozi wa serikali tumekuwa na ushirikiano wa karibu sana na ofisi ya TAKUKURU, na nitumie nafasi hii kumshukuru sana kamanda wa TAKUKURU wa mkoa Mzee Kasim, lakini na ma-DPC wote, kwa sababu ndugu mkurugenzi, mkoa wa Njombe unaweza kuwa ni miongoni mwa mikoa yako ya idara kwa Tanzania ambayo klabu za wapinga rushwa mashuleni ziko very active, na kuna wakati fulani tulifikiria hata kukualika ili tufanye makutanisho ya watoto wanaounda zile klabu za wapinga rushwa, tukiamini kwamba kazi kubwa ambayo taasisi inaifanya na maadili haya ambayo tunapata nayo shida, tunavyoendelea kuimpact kutoka huku chini, pengine tuweze kaja kuwa na generation mpya ambayo usumbufu ambao leo tunaupata kwenye abusing ya nafasi kwenye utumishi wa umma inaweza isijirudie. Na wakati wazungumza na Mzee Kasim, nilikuwa namwambia Mzee Kasim, tuliposoma shule, kwa sababu karibu wote hapo wamesoma sekondari, zile association za TYC